Huyu mwanadamu ambaye aliumbwa kutoka katika ardhi, huyu mwanadamu ambaye Mungu alichipusha au aliruhusu chochote kitoke katika ardhi kwa ajili ya manufaa ya Adamu, Mungu anarudi kwenye ardhi, anasema ardhi imelaaniwa. Umelaaniwa wewe katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na kueleza msingi wa ardhi, na ndio maana watu ambao wanaamini katika witchcraft, katika mambo ya uganga, utagundua kwamba wanatumia vizuri sana mambo haya. Wanatumia vizuri sana mambo haya. Wanataka wammalize mtu, wataenda aidha kwenye eneo analofanyia kazi, watachukua udongo, kwa sababu wanajua hakuna kitu unachoweza kukitenga na ardhi. Watachukua udongo, wanaweza wakausemesha wanavyotaka, then wakaenda wakaumwaga kwenye eneo ambalo aidha wanataka madhara yampate huyo mtu. Wanaweza wakachukua udongo wa eneo husika, lakini pia wana uwezo wa kuchukua udongo wa eneo hata jingine, lakini wakaufanya kwamba huu ndio udongo wa lile eneo, kwa sababu wanajua huwezi kuyatenga mafanikio ya mtu. Mungu hakuchipusha kitu chochote nje ya ardhi. Alichipusha kila kitu chochote kilichokuwa kinahitajika na mwanadamu kutoka katika msingi wa ardhi. Kwa hiyo wana uwezo wa kwenda katika ardhi, wakanena, wakatamka kwa bali ardhi, na yale matamko yakafunga maisha ya mtu. Mtu mmoja juzi, Roho Mtakatifu akanifunulia, hasa tulipoanza kutoa utangulizi juu ya kitu hiki. Nikaona kuna vitu haviendi vizuri kwake, lakini kifungo kiko kwenye ardhi. Sikiliza, nimekuwa nikwambia mara nyingi, huwezi ukawa unajifungua nje ya eneo lilofungwa. Ulimwengu wa roho una react na una respond sana pale ambapo unashughulika na specific area na eneo husika ambalo limehusika kukufunga. Kama umefungwa kwa dhabihu, basi ni vizuri sana Mungu akakusaidia ukafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana Mungu akakusaidia ukafunuliwa, ukamuuliza Roho Mtakatifu, nifanyeje ili nitoke kwenye kifungo ambacho yamkini kilitokana na dhabihu au sadaka. Mtu aliyefungwa kwenye ardhi anaweza akahangaika sana kama atafunuliwa kwamba kifungo chake kinatokana na ardhi. Mtu anainenea ardhi, mtu anaweza kuitamkia ardhi. Kuna nguvu katika ardhi. Kuna nguvu katika ardhi. Kaambia umelaaniwa wewe mwanadamu katika ardhi. Umelaaniwa wewe mwanadamu katika ardhi. Kwa hata Adamu na kizazi chake kilikuwa kifanyeje? Lakini kwa sababu ya ile laana ambayo wametamkiwa kwenye ardhi, hakuna ambacho watafanya kitafanikiwa. Kuna vitu kwenye maisha yetu haviendi kwa sababu ya maneno yaliyotamkwa kwenye ardhi. Kuna mtu mwingine, wewe unahangaika na makesi ya ardhi, alichukua udongo kwenye hiyo ardhi akaisemesha, na ndio maana una haki ya kuwa mmiliki wa hilo eneo, lakini hauwezi ukashinda hiyo kesi kwa sababu ameisemesha ardhi. Kwa lugha nyingine ambacho tunakiona hapa, maana yake Mungu aliweka uadui baina ya mwanadamu na ardhi. Unaweza ukawekewa uadui kwenye ardhi yako ya kwamba hii ardhi isije ikakupa chochote. Unaweza ukawekewa uadui kwenye eneo la kazi yako ya kwamba hiyo ardhi isiruhusu chochote. Kuna mtu mwingine hawezi kufanya biashara kwenye eneo fulani kwa sababu amewekewa uadui kwenye hilo eneo.
Hakuna mtu anayekuja kwenye hiyo biashara yako. Unafanya ni kazi. Watu wanaojua formula hizi wameenda ulimwengu wa roho, wakaisemesha hiyo ardhi ya kwamba ardhi kukatae. Unashangaa kila mtu anakukataa, bosi wako anakukataa, haujui hata unakataliwa kwa sababu gani. Kumbe kuna mjanja ameenda katika ardhi, amesemesha ardhi, ameiongeresha ardhi ya kwamba ardhi kukatae, ardhi kukatae, ardhi sikuletee matunda kwenye hilo eneo. Hakuna kinachoendelea hapo. Sema amina, sema amina, sema ardhi, sema ardhi, sema ardhi. Ni kifungo kibaya sana mtu anapofungwa katika ardhi. Ni kifungo kibaya sana mtu anapofungwa katika ardhi. Ni kifungo kibaya. Sema ni kifungo kibaya. Sema ni kifungo kibaya. Katika Yeremia ile 22 mstari wa 29 sema, enchi lisikie neno la Bwana. Bwana anasema hivi, andika kwa habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Nchi anataka afunge uzao katika mambo nyanja mbalimbali. Anataka afunge, anafungeshe, anawahi katika ardhi, anatamka maneno.